Eliud Peter Mvela kutoka Iringa pale ana experience kubwa sana ya masuala mazima ya uongozi kwa namna moja ama nyingine, na ameshakuwa mpaka mjumbe wa kamati ya utendaji ile excom ya TFF na akiwa kwenye kamati kadhaa akiziongoza. Halo Mheshimiwa Mvela, habari ya muda huu? Salama bwana. Habari ya Iringa? Iringa kwema. Mheshimiwa Mvela, naamini kuna matukio utakuwa umeona au kama umesikia ambayo ilitokea kwenye baada ya mchezo wa Simba na Esperance kumalizika hapo jana, ambayo ilikuwa inamhusu mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu kuonekana kushambuliwa, alikutana na mushkeli kidogo nje ya uwanja pale na vitu kama hivyo. Lakini ambacho ningependa kujua kutoka kwako ukiwa kama senior kabisa kwenye masuala mazima ya uongozi wa mpira, kilichotokea jana kinatoa ishara gani katika misingi ya kiuongozi kwa mtu mwenye nafasi kubwa ndani ya club kama Murtaza Mangungu? Kwa kweli haikutoi picha nzuri kwa klabu yenyewe na vile vile kwa shirikisho letu la mpira katika ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini ambacho mimi nataka kueleza Kasuga. Mimi nataka niambie jambo moja. Hawa viongozi wetu kwa swala la Mangungu, mimi sijapendezewa na iliyofanyika, lakini aliyesababisha tufikie hatua hapa ni yeye mwenyewe Mangungu. Kwa nini Mvela? Nataka kueleza hivi. Swala la mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa vilabu lingekuwa limekamilika, yote asingetokea. Na ile kozi katika mabadiliko kukwamisha huo muundo wa mabadiliko ni Mangungu mwenyewe. Labda nikwambie, unajua tufunge mara tukaelezana ukweli. Mimi nilipokuwepo hapo TFF, naam, tuliwapelekea sheria za mabadiliko. Simba ndio ilikuwa kwanza kuleta kufanya mabadiliko. Wakaleta katiba TFF ya Simba, tukairudisha, tukaambia mkarekebishe 1, 2, 3. Wakati ukumbuke Mangungu alikuwa msaidizi ofisi ya waziri mkuu, kama unakumbuka. Lakini yes, baadaye tukapata barua kutoka waziri mkuu iliyosainiwa na Mangungu mwenyewe. Anasema katiba ya Simba tunaagiza iendelee kama ilivyo. Mimi tuelezane ukweli. Na sisi kama unavyojua tena kisiasa na mambo mengine haya. Naam. Lakini mimi tulishauriana na katibu mkuu, tukawajibu tukasema ile katiba iendelee kama mzingatie maelekezo ya baraza la michezo. Naam. Na ndio mwisho sasa. Hiyo katiba wakaendelea kuishughulikia, wakaja kaingia kwenye mchakato, wakakwama mbele ya safari. Okay, sasa tatizo liko wapi? Tatizo lipo Kasuga. Yeye mpaka leo Mangungu anajua kabisa ile katiba haijakamilika. Kwa mchakato wa Simba bado klabu ya Simba iko chini ya wanachama. Ameruhusu vipi zianze kuundwa bodi wakati mchakato haujakamilika? Hiyo bodi inafanya kazi kwa katiba ipi sasa? Kwa katiba haijakamilika. Walikuwa na MOU Mvela, Mheshimiwa Mvela, kwa mujibu wa taarifa ambazo mimi ninazo na hata ambazo pia nilionyesha, inaonekana baada ya kufika kwenye ile stage ya kutengeneza bodi walitengeneza MOU ambayo itawaongoza kipindi ambacho upande wa club bado hawajakamilisha mchakato, au MOU haikutakiwa kuwepo kwenye stage kama hii? Hakutakiwa kuwepo. Kwa nini? Ilitakiwa klabu ibaki kwa kiongozi amechaguliwa na wanachama. Huyo mwenyekiti wa bodi sio mdhamini, yule angekuwa mfadhili sio mdhamini. Na hili jambo iwe ni funzo toka kwa klabu ya Yanga ambao mchakato umekamilika, lakini kila siku mambo yanazidi kusogea. Wamalize hii michakato. Sasa labda nije kwa jambo la jana. Jambo la jana kwa kweli hakukuwa na haki. Kwa sababu kama aliamua kukosea kuwa na bodi ya wakurugenzi, ina maana bodi ndio inafanya shughuli za kila siku za klabu. Naam. Sio uongozi wa Mangungu kutoka kwa wanachama. Shughuli zote za uendeshaji wa klabu zinasimamiwa na bodi. Na mwenyekiti wa bodi ni wana Magoli. Sasa how comes anaenda kumwattack Mangungu? Magoli wanamwacha katika misingi ipi? Ili takia kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa bodi, washambulie moja na bodi yake nzima kama kuna mkosa anafanyika. Yes. Lakini lingine, hili jambo wameliendekeza Simba muda mrefu. Naam. Wanachama wamekuwa wakifanya fujo wakati wana kamati za maadili.
wana katiba zao zinazungumzia maadili, lakini hawawachukui hatua wanachama wao. Lakini wangekuwa wanachukua hatua kwa wanachama ambao wanafanya fujo kwa kutumia kamati zao za maadili, kwa sababu kwenye katiba zao walilazimisha ziwemo zile kamati. Lakini mpaka leo wanasema wanachukua na watusi, wanachukua na viongozi, wanawaacha na watoto wake sasa wanasogea mpaka kwa gusa hata kwenye miili yao, jambo ambalo ni la hatari. Sasa lakini vile vile wameentertain kuwaleta watu ambao wamekuwa na nguvu, wapenzi na washabiki kuliko hata viongozi. Wewe mwenyewe unajua watu wengi, kuna wanachama wanatukana matusi, wengine wanajiita kina nani wale, wana nguvu za klabu, wamekuwa na usawa wa pambe, upande wa Mangungu na una watu, upande wa Mo una watu. Kwa hiyo wana makundi. Matatizo yote hayo. Kwa hiyo makundi ni moja ya sababu. Viongozi waongoze timu na mwanachama anayeleta matatizo, tuchukue hatua za kuweza kuwashughulikia kupitia kwenye kanuni. Kwa sababu hata Tanzania FIFA waligundua kuna matatizo mengi sana ya utovu wa nidhamu katika vilabu vyetu na ukosefu wa maadili. Wakalazimisha dunia nzima kwa wanachama wao kwamba sasa mfanye marekebisho ya katiba, mweke kamati za uchaguzi, mweke kamati za nidhamu, mweke kamati za maadili. Tukaitikia na tukajiagiza hata vilabu virekebishe katiba, viingiza hayo mambo ambayo nakutajia, na vilabu vyote viliingiza. Lakini jezo kamati za nidhamu, kamati za maadili, kamati za uchaguzi wanazitumiaje? Ilikuwa mwaka gani hiyo? Fanye uchaguzi toka mwezi uliopita. Mheshimiwa Mvela, hizo kanuni FIFA walizileta mwaka gani? Hatakutekeleza, ndio. Nasema hizo kanuni FIFA walivyozileta kwa ajili ya kuweza kustaarabisha mpira wetu kama wanavyosema, ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2003. 2003. 2003 ndo tulipokea na tukafanya marekebisho katiba ya TFF taifa, tukamaliza, tukasambaza kwa vilabu, tukawapa muundo kufanya katiba, tukasambaza vilabu vyote vikafanya marekebisho. Lakini je, wanavitumia? Hawatumii. Sasa swali langu la msingi, uchaguzi sasa hivi, zamani uchaguzi wa klabu ulikuwa unasimamiwa na TFF, lakini sasa hivi baada ya marekebisho 2003 uchaguzi unasimamiwa na kamati ya uchaguzi ya klabu, ila TFF anaenda kama observer. Yes. Kwa ajili ya kuwa mwangalizi tu, kuangalia taratibu zimefuatwa na nini basi na kushauri, lakini kamati ni za kwao. Lakini huko nyuma kabla ya 2003 chaguzi zote zilikuwa nasimamiwa na TFF taifa. Okay, sasa Mheshimiwa Mvela, labda kwenye kumaliza kwenye hili sasa, kwa uzoefu wako, hatua waliofika Simba kila mtu anaona si sehemu nzuri, kwa sababu walioshambulia pale hatujui kama ni mwanachama, hatujui kama ni shabiki, hatujui kama ni mdau, lakini tayari picha ni mbaya na matukio yamekuwa mengi. Wanatokaje kwenye hili kama uongozi? Jana tumeona wametoa taarifa ya kukemea, lakini nadhani hatua kubwa zaidi inaweza ikawa ipi ili kuhakikisha kwamba mambo haya hayajitokezi tena? Mimi nasema hatua kubwa, ninyi vyombo vya habari mmetusaidia sana. Kamera ziko pale, mlipokuwa mna rekodi, watu wameonekana wamefanya matukio hayo, na wengine naamini wamewakamata jana. Watu waliokamatwa wachukuliwe hatua. Wenzetu Ulaya wanapigwa marufuku kuingia viwanjani zaidi ya miaka 3-4, na wakati mwingine kuchukuliwa, kwa sababu swala la kutaka kumpiga mtu ni jinai. Naam. Wanataka apelekwe mahakamani, iwe ni funzo kwa watu wengine. Haya mambo yalishaisha. Kwa sababu hata Mangungu, mimi nitamshangaa kama atasimama anasema najiuzuru. Kujiuzuru ndio yani kuentertain vitu vya kijinga kama viendelee kufanya. Mbona tukifanya hivyo mtu anajiuzuru? Wakati ya mambo haya kuondoa viongozi madarakani kabla muda wao kuisha, yalishapitwa na wakati. Na hata kama muda wake umeshapita wa uongozi, lazima uchaguzi ufanyike, aingie kiongozi mwingine. Kiateka siku hizi kwa mujibu wa katiba mpya tulizopelekea kutoka mwaka 2003, kiateka hazitakiwi mpaka mtu amalize uongozi wake, na kama uchaguzi hujafanyika, subirini uchaguzi ufanyike, endezeni ndio abadili mtu mwingine. Lakini ninyi mlalamikie kwamba tunataka uchaguzi, lakini sio kumwambia mtu aondoke. Hawezi kaondoka, na ukiondoka utakuwa udhaifu mkubwa, ni uvunjaji wa kanuni na ukosefu wa maadili ya kwako wewe mwenye kiongozi. Kwa hiyo hataki kujiuzuru. Fanya makosa jana,
wachukuliwe hatua kali zichukuliwe, wapeleke mahakamani, wakahukumiwe, iwe ni funzo kwa watu wengine. Lakini turudi na kwa viongozi wamalize michakato hii, ndio inaosababisha leo hivi. Lazima nikwambie, huyu Mohamed Dewji na huyu Mangungu, naam, wakati mwingine kuna watu wanatumika kwenda kumfrustrate ili aweze kuondoka. Unakuta upande mwingine ndio unaotumika, na ndio maana unaona upande mwingine hausakamu, upande mwingine unasakamu. Nini wewe? Kwa nini usijiulize, kwa nini wewe kule hawasakamu? Na ndio anaosimamia klabu, na ndio anaofanya usajili, sio Mangungu. Lakini anatukana kwa sababu gani? Ni siasa za mpira. Wale wanaona inawezekana kikwazo kwa baadhi ya mambo mengine ni bwana Mangungu, ili tupate urahisi kutufanyia mambo yetu. Mangungu aondoke, lakini wasubiri uchaguzi ufanyike ndio aweze kuondoka, wanachama kaamue kwenye mkutano mkuu. Na uchaguzi bado kwa mujibu wa taarifa ulipaswa ufanyike mapema mwanzoni mwa mwaka huu, mwezi uliopita, lakini kimya. Mangungu mwenyewe, na hilo liko chini ya Mangungu, sio liko kwenye chini ya bodi. Na ndio maana kati Mangungu wewe mwenyewe tunamlaumu, ana entertain vitu vya namna hii. Kamati ya uchaguzi basi ingejitokeza kama jamani, uchaguzi utakofanyike tarehe fulani mwezi fulani, tumesogeza mbele kwa sababu ya 1 2 3, lakini watu hawajui kinachoendelea. Ndio maana wanasema tunataka timu yetu aondoke na nini, lakini ungetoa tamko kupitia kwenye kamati yake ya uchaguzi. Nguvu yake inaonekana haipo, nguvu ya Mangungu haionekani. Nguvu ya Mangungu haionekani, pamoja na taja 51%. Una 51%, utaendaje kuwa ni makamu mwenyekiti kwenye bodi ya wakurugenzi? Mheshimiwa, watu na wanachama wanamwona ni mtu dhaifu. Kwa ningekuwa mimi ningesema, ningeza TFF, ningeza baraza la mchezo kwamba kwenye klabu yangu watu wamehodhi nafasi yangu, siwezi kukubaliana, lazima waondoke, wako backbencher, mimi nikae kule mbele kama mwenyekiti, kwa sababu nina 51%. Lakini hawana kitu Mheshimiwa Mvera, wana 51 hawana kitu, wana 51 lakini timu hawanayo. Hivi ni uongozi gani? Ni udhaifu gani? Lakini wakati mwingine ni umaskini, kwamba mimi niking'ang'ania kuwa kule mbele, hela za usajili. Kuna mambo mengi kwenye vilabu, nikwambie Kasuga. Na Mheshimiwa Mvera, sisi tukushukuru sana kwa muda wako, na naamini umegusa mambo mengi sana: katiba, mchakato, nguvu pia mwenyekiti iko wapi. Lakini hii ya mwisho punchline, inawezekana kuna hofu ya kwa mwenyekiti wa Simba unaweza kategemewa kwenye kila kitu. Lakini nawaambieni ni vyombo vya habari, naam, nendeni fuatilieni michakato ishe kabisa. Ulizeni kwa nini michakato inakwama, kwa sababu gani, na ndio inatuletea matatizo mpaka leo kwenye mpira wa miguu. Tunafika hapa. Mheshimiwa Eliud Peter Mvera, tukushukuru sana, wasalimie sana ndugu zetu wa Iringa hapo. Asante sana. Shukran sana. Bwana, huyo ni Eliud Peter Mvera, mjumbe wa zamani wa kamati ya utendaji ya TFF. Na unaona hapa kuna vitu alikuwa anazungumza kwa mifano akiwa yupo